Na ndio maana nasema last but not least, sehemu nyingine ambayo kuna udhaifu ambao jamii hawajawekeza na katika swala la kiroho. Si tunaacha ndio tunaacha tu malezi kwamba ni, lakini hatuinvest katika kiroho. Angalia wale watoto ambao wazazi waliinvest katika masuala ya kiroho. Angalia ndio tunatazama sasa nafasi ya kiroho sasa. Ndio, angalia. Mtoto wa mtaani leo hii unayemuona, kwa nini yuko mtoto wa mtaani? Kiroho kwanza ni nafsi iliyopotea. Moyo unatafuta amani, ndio maana tunaona watoto wa mitaani wako kule katika nafasi ya kiroho. Yule mtoto nafsi yake imepotea, imekosa amani, imekosa upendo. Kiroho mtoto ni nani? Ni baraka. Ila jamii kwa kuwa ina mfumo dhaifu, mtoto akihisi kwamba kukataliwa, kwa hiyo ile baraka inapotea. Ni kwamba wazazi wamepoteza imani za kiroho, hawana imani, hawana mafunzo, ama viongozi wa kidini hawana uwezo wa kufikia kuweza kuwafundisha, kuwaelewesha, kuwaelimisha, kukaa karibu na wazazi, kukaa karibu na watoto. Maana tunaona viongozi wa dini wapo. Biggest investment ambao saizi watu wanaifanya ni ya kiroho. Trust me, ndugu mwandishi, ni ya kiroho. Watu wanawekeza sana kwenye kiroho. Sasa kwenye kuwekeza kwenye kiroho kuna njia mbili. Uelekeze kwenye mwanga au kwenye giza? Nuru au giza. Watu wanafukia ng'ombe 100. Alafu unataka ushindane na mtoto wake. Unataka wewe mtoto wake umpite. Awe wa kwanza, mtoto wake wewe ufanikiwe kuliko yeye. Lakini wapo wale watu ambao wamewekeza katika nuru. Okay. Wapo ambao wamewekeza katika nuru, na ndio maana katika dunia ya sasa, hata katika masuala ya ndoa, vijana unakuta wanatembea sana na mabinti ambayo unakuta eti kijana anamruhusu mchumba wake labda anywe pombe, labda avute sigara, afanye nini, akisi kwamba bana huo ndo mtu ambao tuna mechi naye. Shtuka dadangu, huo unakuwa ni mtego. Huo ni mtego. Wanaume kwanza wanaenda kuoa mara nyingi, kwanza mtu ambaye yuko smart hapa kichwani, lakini la pili mtu ambaye yuko spiritual, kwamba huyu mwanamke licha kwamba sio zile type ambazo unazitaka, lakini kiroho yuko vizuri. Yeye anafanya mambo ya hovyo, lakini akilini yuko vizuri. Sasa kama mimi nafanya mambo ya hovyo, unataka kumuoa naye anafanya mambo ya hovyo, product gani unaenda kuitoa? Ndio hiyo tunaenda kuongeza watoto mitaani. Kwa sababu mtoto anambia mimi nafanya hivi, baba yako alinielekeza kufanya hivyo, umeshanielewa? Kuna watu wameumizwa kwenye dini sana. Wameumizwa, mwisho wa siku umepelekea watoto yani wameumizwa kiasi kwamba imani imepotea sasa. Yani hata ile saa kumlea mtoto katika maadili inakosekana. Ile unalionaje, limekaje? Unajua katika masuala ya kiroho ni vizuri sana kuwatengenezea watoto msingi ambao ni imara, ambao ni bora, mpaka wanapopata akili ya kuweza kujitambua, wao ndo wataweza kuamua sasa niishi katika misingi ipi ambao ninaiamini mimi. Mfano hizi dini sisi tumeletewa. Hata mimi nilipozaliwa labda nilikuta wazazi wangu wakiamini katika dini fulani, lakini baada ya kupata upeo na kuelewa nikaja kusema bwana, mimi nitaamini katika mlengwa huu. Kutokana na hiyo sasa, wazazi jukumu kubwa ni kutengeneza msingi wa kiroho. Msingi wa kiroho ni pamoja na kujua mazuri na mabaya, kwamba hili ukifanya ni baya, hili ukifanya ni zuri. Tuenende katika misingi hii hapa, regardless ya imani yoyote. Aidha anaweza kawa ni Mkristo, anaweza kawa ni Muislamu, anaweza kawa ni Mbudha, anaweza kawa ni Hinduism, anaweza akawa labda ni paganism na ni mpagani. Kwa hiyo jukumu la wazazi ni kutengeneza misingi ambayo ni mizuri, ambao anafikiri inaweza ikamsaidia mpaka pale mtoto atakapojitambua na atakapoona sasa, mimi sijafuata dini ya wazazi wangu, mimi nimefuata mlengwa huu hapa. Kwa hiyo nafikiri ni nafasi ya wazazi na viongozi wananelea. Hivi kuna dini yoyote, naweza nitumie imani, kuna imani yoyote ya kidini ambayo inaweza ikawa, ukitazama vizuri, inaweza ikawa ni chanzo cha kupatikana matatizo na migogoro kwenye familia, mwisho wa siku ikapelekea watoto
kukaa kwenye mazingira mazuri na malezi mazuri? Kama nilivyozungumza hapo awali, hizi imani ambazo kubwa hasa ya Kikristo na ya Kiislamu yote ina mafundisho ambayo ni mazuri. Ukija huku kwa Waislamu, yani ukiitazama ni nzuri, ni mazuri, lakini baadaye sasa matokeo yake kile kitu kizuri kinazaa ubaya. Ndio najaribu kuangalia hapo, kuna namna yoyote pengine ambayo inaweza ikawa inaathiri utendaji kazi na inaathiri moja kwa moja jamii, au ina chembe chembe. Na katika upande wa kidini au katika upande wa kiimani, aidha yawe Mkristo au Muislamu, ni namna bora ambavyo wale ambao wanawafundisha na watoto wanaopokea wanatafsiri vipi au kumwelewa yule mtu au mentor ambaye anawafundisha au kiongozi wa kiroho alikuwa ana maana gani katika swala pengine la kiimani. Umeshanielewa? Tachukulia mfano mzuri tu ambao anautoaga Prophet IPM. Ni mtumishi mzuri ambao sasa wewe mwenyewe utachagua aidha umuelewe au pengine usimuelewe, hasa swala lake lilivyojikuta katika masuala pengine ya mahusiano nini, anavyosema mwanaume peleka mashine, lala na mke wako, muhudumie mwanaume, fanya mazoezi. Umeshanielewa? Kwa hiyo kuna vitu ambavyo watu watainterpret vibaya kwamba nafikiri hivyo vitu havipaswi kufundishwa hapo, vinapaswa kufundishwa kwenye jando na unyago. Lakini sasa katika masuala ya kiroho na kiimani hauwezi ukapeleka moja kwa moja masuala ya kijamii, kwa mfano labda kujamiiana au mwanaume kufanya mapenzi na mwanamke kiroho zaidi wakati mnatafuta huyo mtoto. Umeshanielewa? Kiroho hapo utaadili tu kwamba kumuomba Mungu ili awasaidie kwamba tendo ambalo mnaenda kulifanya likawe lina matunda. Umeshanielewa? Kwa hiyo katika hilo swali lako kwamba je, kuna namna yoyote ambazo hizi dini zetu zinaweza zikapelekea sasa watoto huku mitaani au matatizo, labda ikatokea mtoto akanyanyasika pengine kutokana na kubaguliwa, labda pengine huyu imani fulani hivi na hivi na nini, vitu kama hivyo haviwezi kuwa sababu pia ambayo imejificha, pengine watu waweze kuielewa iko nyuma ya pazia. Moja ya kitu ambacho tulifanikiwa sana hapa Tanzania ni kumaliza swala la udini sana, yani hata likitokea tayari katika karne hii ya 21 watu wanajua na watu wanaelewa kwamba hapana, Mwalimu Nyerere alifaulu sana katika swala la udini. Kuna udini na dini. Kwa hiyo hujawahi kuona mtu ana imani ya Kikristo lakini amesoma shule za Kiislamu. Hujawahi kuona mtu ni Muislamu lakini amesoma katika shule ambazo wana imani za Kikristo. Hii haiwezi kupelekea, yani timu mbili tofauti hapa, yani haiwezi kupelekea namna yoyote ikaleta shida. Namna pekee ambavyo katika masuala ya kiimani, kwa mfano swala la watu wa Kristo, lile andiko ambalo kwa mfano huku wanasema kuoa mwanamke mmoja, huku kuoa wanawake zaidi ya mmoja. Mchukulie tu mfano hapo. Sasa ndo nilikuwa nakuja huko kwamba katika imani ya Kikristo ni namna bora ambavyo watu wanaweza kuinterpret neno la Mungu. Nendeni